Nuru ya asubuhi. Hadi mwisho nitaamini. Bwana Yesu asifiwe, na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Asanteni sana ndugu watazamaji kwa kujumuika nasi katika kipindi chetu hiki kizuri cha Nuru ya Asubuhi. Majina yangu ni Mchungaji John Masenza, ni mchungaji msaidizi katika kanisa la TAG Potter's House International hapa Dar es Salaam. Kanisa liko hapo Makongo Juu, katikati ya minara ya DTV na ITV karibu na chuo kikuu cha Ardhi. Asubuhi ya leo imempendeza Mungu tuweze kuwa pamoja katika kipindi hiki cha Nuru ya Asubuhi. Najua umekuwa na wakati wa kumwabudu Mungu kupitia nyimbo mbalimbali za sifa na kuabudu, na wakati huu tunakwenda kushirikishana neno la Mungu ambalo ni nuru katika maisha yetu na katika siku yetu hii ya leo. Na yumkini Mungu atakwenda kusema na mtu mmoja aliyeko mahali fulani ambaye anafuatilia kipindi hiki cha Nuru ya Asubuhi. Na katika siku hii ya leo tutajifunza somo ambalo linatoka kwenye Injili ya Luka sura ya 18 mstari wa 1 hadi wa 8, na somo letu linasema bidii katika maombi na katika imani. Bidii katika maombi na katika imani. Nitasoma mistari hii kwa haraka kabisa. Biblia inasema, akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa. Akasema, palikuwa na kadhi katika mji fulani, hamchi Mungu wala hajali watu. Na katika mji huo palikuwa na mwanamke mjane aliyekuwa akimwendeaendea. Kama Biblia ni ya kwako, basi unaweza ukaiwekea alama hiyo neno akimwendeaendea, akisema, nipatie haki na adui wangu. Naye kwa muda alikataa. Unaweza ukawekea pia alama maneno hayo, kwa muda alikataa. Halafu akasema moyoni mwake, ijapokuwa simchi Mungu wala sijali watu, lakini kwa kuwa mjane huyu ananiudhi, nitampatia haki yake, asije akanichosha kwa kunijia daima. Mstari wa 6. Bwana akasema, sikilizeni asemavyo yule kadhi dhalimu. Na Mungu je, hata wapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku, naye ni mvumilivu kwao? Nawaambia atawapatia haki upesi. Walakini atakapokuja Mwana wa Adamu, je, ataiona imani duniani? Baba, tunakushukuru katika jina la Yesu. Asante kwa ajili ya wakati huu ambao tunakwenda kujifunza neno lako. Tunalibariki neno lako kwa kila ambaye atasikia, ajifunze na neno hili liweze kubadilisha maisha yake katika jina la Yesu. Amen. Naam, kama tulivyosikia au tulivyofuatilia mistari hii ya Biblia, tunaona ni mistari ambayo kwa Wakristo wengi sio migeni kwao au sio migeni kwetu. Tumekuwa tukisoma mistari hii tukijifunza, na ni maandiko ambayo yanaongelea wahusika kadhaa. Hapa tunamuona kuna Yesu pamoja na wanafunzi wake, lakini pia kuna kadhi pamoja na mwanamke mjane, alafu kuna Mungu na wateule wake. Lakini mistari hii iko wazi. Yesu anazungumza kwa sehemu kubwa, au kwenye haya maelezo ni Yesu anazungumza na wanafunzi wake. Na ule mstari wa kwanza unatupa kichwa cha ujumbe huu katika kitabu hiki au katika mistari hii. Anasema, akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa. Kwa mfano huu ambao Yesu anauelezea katika mistari yote inayofuata mpaka mstari wa 8, lengo lake kubwa amelieleza katika mstari huu wa kwanza, ni kuwasisitiza wanafunzi na wote wanaomwamini Yesu Kristo na wote wanaomfuata Yesu ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa. Lakini maneno haya anawaeleza akiwa anaunganisha na mazungumzo aliyokuwa akiendelea nayo
au mafundisho aliyokuwa akiendelea nayo katika sura iliyotangulia, sura ya 17, ambapo alikuwa akieleza kuhusu habari za nyakati za mwisho, habari za kurudi kwake au kuja kwake mara ya pili, na ya kwamba atakapoondoka, kipindi ambacho wanafunzi wake watakuwa wanamsubiri, kuna mambo yatakayokuwa yanatokea. Kutakuwa na nyakati za dhiki, kutakuwa na nyakati za taabu, kutakuwa na mateso, lakini kutakuwa na nyakati za hukumu na mambo kadha wa kadha. Sasa kwenye kipindi ambacho watakuwa na hizo changamoto, watakuwa na hizo dhiki, watawezaje kusubiri? Kwa Yesu anazungumza na wanafunzi wake akiwaeleza kwamba yeye baada ya muda ataondoka, lakini atarudi. Sasa hiki kipindi ambacho watakuwa wanamsubiri, anawaweka wazi kwamba kutakuwa na nyakati ngumu ambazo wakati wanaendelea kusubiri, kuna aina ya maisha wanatakiwa kuyaishi ili waweze kuwa kwenye nafasi nzuri ya kumsubiri na kuwa tayari kumpokea. Biblia inasema tunapomsubiri Yesu anasisitiza kwamba kesheni huku mkiomba, kwa kuwa hamjui siku wala saa atakayokuja mwana wa Adamu. Kwa hiyo nyakati za kuendelea kumsubiri Yesu, tumeshapewa maelekezo ya namna ya kuishi katika nyakati hizi kwa msisitizo kabisa, na haya maelekezo anayatoa Yesu mwenyewe kwamba wakati huu tunapomgoja imetupasa kukesha huku tukimwomba Mungu. Sasa na hapa anazungumza na wanafunzi wake akiwasisitiza kwamba imewapasa, yani ni lazima, ni wajibu, ni wito, ni agizo kwamba wametakiwa au tunatakiwa kumwomba Mungu siku zote, wala wasikate tamaa. Kwa nini wasikate tamaa? Ni kwa sababu kutakuwa na mambo ya kuwakatisha tamaa. Maana nimeeleza nyakati za kusubiri hazitakuwa rahisi. Anajaribu kuwapa ukweli kwamba nyakati za kusubiri, wakati wanapoendelea kumsubiri Yesu, basi hazitakuwa nyakati rahisi. Kutakuwa na mambo ya kuwakatisha tamaa. Lakini pamoja na kwamba kutakuwa na mambo ya kuwakatisha tamaa, hawapaswi kukata tamaa kwa namna yoyote. Na njia pekee ya wao kuto kukatishwa tamaa na mambo yanayokatisha tamaa ni kuendelea kumwomba Mungu, kuendelea kumlingana Mungu kwa ajili ya mambo mbalimbali ambayo wanamhitaji Mungu awasaidie, awawezeshe, lakini pia kumwomba Mungu aendelee kuwawezesha kupata nguvu ya kuendelea kumsubiri Yesu. Sasa ili kuweka vizuri waweze kumwelewa, anatumia mfano. Anatumia mfano kwa sababu kwa nyakati zile za kibibilia au nyakati hizo za Biblia, katika jamii hii ya Wayahudi, mifano ilikuwa ni sehemu ya maisha ya kawaida. Kwa Kiingereza inaitwa parables. Ilikuwa ni kama kwa nyakati zetu hizi au kwa tamaduni zetu ni kama hadithi hivi. Tunapozungumza kuhusu, tunapotaka kuweka msisitizo wa jambo fulani kwa vizazi au kwa watoto au kwa vijana, unatumia mithali, unatumia misemo, unatumia semi mbalimbali, nahau na kadhalika. Sasa kwa tamaduni za Kiyahudi wakati huo, parables au mifano ilikuwa ni sehemu ya tamaduni zao, na ni kama njia mojawapo ya kufikisha ujumbe muhimu kwa wale watu ambao wamekusudiwa, ili waweze kupata huo ujumbe, waweze kujifunza na waweze kufanyia kazi. Kwa hiyo ndio maana Yesu anatumia mifano, na takriban 35% ya mafundisho yake alikuwa akitumia mifano. Kwa hiyo inaonyesha kwamba ilikuwa ni sehemu muhimu ya mawasiliano katika jamii ile ya Wayahudi. Sasa anatumia mfano huu wa watu wawili ambao wako kwenye jamii. Anamuongelea kadhi, lakini anamuongelea mjane. Na anasema ni katika mji fulani, hawataji kwa majina. Kwa hiyo ni mfano, ni kama tu hadithi ambayo inaweza kuwa inatoa picha halisi ya maisha yaliyoko kwenye jamii fulani. Kwa anasema palikuwa na kadhi katika mji fulani, lakini sifa za huyu kadhi alikuwa hamchi Mungu wala hajali watu. Sasa sifa hizi tafsiri yake ni kwamba huyu kwa lugha nyingine alikuwa hastahili kuwa jaji, hastahili kuwa kadhi. Kadhi ni kama jaji, ni mtu anayetoa haki, ni kama hakimu. Ni mtu mwenye mamlaka, anawakilisha mtu mwenye mamlaka ambaye anatakiwa kutoa haki. Lakini mtu huyu mwenye mamlaka anayetakiwa kutoa haki alikuwa hamchi Mungu na wala hajali watu. Kwa kuwa hamchi Mungu na wala hajali watu,
Kwa hiyo anakosa sifa au vigezo vya kuwa kadhi, ndio maana anaitwa kadhi dhalimu. Alikuwa ni mbinafsi, anajijali yeye tu. Mstari wa 3 anasema, na katika mji huo palikuwa na mwanamke mjane. Huyu anawakilisha watu wote wenye uhitaji, watu wote wenye uhitaji tofauti tofauti, lakini pia inaongelea watu wanaoishi kwenye mazingira magumu, watu ambao kwa namna moja au nyingine wanaonekana ni watu wa hadhi ya chini, watu ambao hawapewi heshima au hawathaminiwi katika jamii. Na huyu mwanamke tunaambiwa alikuwa akimwendea. Neno akimwendea linamaanisha mara kwa mara. Haituambii ni mara ngapi, ni kwa siku ngapi au kwa miezi mingapi, lakini inatuonesha ilikuwa ni mara kwa mara alikuwa akimwendea. Na alipokuwa akimwendea alisema, nipatie haki na adui wangu. Naye kwa muda alikataa huyo kadhi. Halafu akasema moyoni mwake, ijapokuwa simchi Mungu wala sijali watu, lakini kwa kuwa mjane huyu ananiudhi, nitampatia haki yake, asije akanichosha kwa kunijia daima. Bwana akasema, sikilizeni asemavyo yule kadhi dhalimu. Kwa Yesu anajaribu kuwarejesha wanafunzi wake, au anaturejesha sasa kwamba kwenye yale maneno ya huyu kadhi dhalimu kuna ujumbe wa msingi. Ndio maana anasema sikilizeni asemavyo yule kadhi dhalimu. Kadhi anasemaje? Anasema ule mstari wa 4, naye kwa muda alikataa. Halafu akasema moyoni mwake, ijapokuwa simchi Mungu wala sijali watu, lakini kwa kuwa mjane huyu ananiudhi, nitampatia haki yake, asije akanichosha kwa kunijia daima. Sasa Yesu anasema tusikilize hayo maneno, manake kuna pointi ya msingi. Alafu anasema, na Mungu je, hata wapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku? Kumbuka kule juu amesema imewapasa kumwomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa. Halafu hapa anasema Mungu je, hata wapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na wanaomlilia usiku. Wanaomlilia mchana na usiku. Naye ni mvumilivu kwao. Nawaambia, anahitimisha, atawapatia haki upesi. Walakini atakapokuja Mwana wa Adamu, je, ataiona imani duniani? Kwa hivyo haya yalikuwa ni mazungumzo kati ya Yesu na wanafunzi wake, lakini akijaribu kuwatengenezea mazingira au kuwapa mwongozo wa namna gani wanapaswa kuishi katika nyakati ambazo watakuwa wanamsubiri au wanasubiri kurudi kwake mara ya pili, au kuja kwake mara ya pili. Sasa katika maandiko haya au katika mistari hii kuna mambo ya msingi sana ya kujifunza. Kuna mambo ya msingi sana ambayo tutajifunza. Katika maneno ambayo yametumika hapa, au katika wahusika hawa ambao wamezungumzwa hapa, kadhi, maneno ya kadhi, lakini pia na maneno ya huyu mjane pamoja na maneno ya Yesu, kuna vitu kadhaa ambavyo tutajifunza ambavyo vinatengeneza kichwa chetu cha somo bidii katika maombi na katika imani. Na mambo hayo ni kama ifuatavyo. La kwanza, tuangalie maneno ya asili ambayo yametumika katika mazungumzo ambayo yametumika kwenye mfano huu ambao Yesu ametupatia. Sasa neno ambalo huyu kadhi analizungumza hapa kwamba nitampatia, mstari ule wa 4, naye kwa muda alikataa, halafu akasema moyoni mwake, ijapokuwa simchi Mungu wala sijali watu. Mstari wa 5, lakini kwa kuwa mjane huyu ananiudhi, nitampatia haki yake, asije akanichosha kwa kunijia daima. Sasa maneno haya yanaonekana kama ni yametumika mepesi, asije akanichosha, lakini ukweli alichokuwa anamaanisha ni kwamba huyu mjane alipokuwa akimwendea huyu kadhi, hakuwa anamwendea kinyonge, hakuwa anamwendea kama mjane ambaye ni dhaifu. Alikuwa ana ujasiri. Alafu tunamwona mjane huyu alikuwa ana bidii. Alafu alipokuwa akikutana na kadhi, Biblia inatuambia huyu mwanamke alisema, nipatie haki na adui wangu. Sasa
tunafahamu kwenye mazingira yetu mara kadhaa tumesikia hizi kauli kwamba haki haiombwi, haki inadaiwa. Na wanasheria wanatuambia kwamba ili haki itendeke ni lazima iwe itendeke alafu ionekane kuwa imetendeka. Lakini ili itendeke lazima pia haki itolewe kwa wakati. Ndio maana wanasema justice delayed is justice denied, kwamba haki iliyocheleweshwa ni haki iliyokiukwa. Sasa huyu mwanamke mjane anadai haki yake na adui yake. Kwa hiyo yale madai, yale mazungumzo kati ya kadhi na huyu mwanamke hayakuwa mazungumzo ya kawaida, hayakuwa mazungumzo mepesi. Alikuwa anamconfront, alikuwa anamkabili kwa ujasiri kabisa. Sasa ule ujasiri alivyokuwa akimkabili, alijua kabisa huyu akiendelea inawezekana akaniumiza. Na maneno yaliyotumika, anasema anaweza hata akanipiga hata ngumi jichoni nikaumia au jicho likavilia damu. Ndiyo tafsiri ya maneno au asili ya maneno ambayo yametumika hapa. Kwa hiyo anaonesha hofu ya kwamba nisipompa haki mwanamke huyu anaweza akanikabili katika namna ya kunijeruhi katika uso wangu, na kwa hiyo ni bora nimpatie haki yake ili aweze kuondoka na kuto kuendelea kunisumbua. Sasa mwanamke huyu anatufundisha vitu kadhaa. Mwanamke huyu ni kweli alikuwa mjane. Ni kweli alikuwa ni mtu ambaye ni wa kada ya chini, ni wa hadhi ya chini, lakini ingawa hakuwa na mali, kwa sababu kama angekuwa hata na fedha angeweza kuajiri mwanasheria aweze kumtetea katika shauri hili, lakini alikuwa anajitetea yeye mwenyewe. Yani yeye ni mshitaki au ni mlalamikaji, lakini wakati huo huo yeye ndiye wakili. Alikuwa anajitetea yeye mwenyewe. Kwa hiyo hakuwa hata na fedha za kuajiri wakili au mwanasheria wa kumtetea. Lakini pamoja na udhaifu wake, mwanamke huyu alikuwa ana sauti. Alikuwa na ujasiri, alikuwa na bidii, na pamoja na hayo alikuwa anapatikana kila alipohitaji jambo lake. Kwa hiyo kila alivyoambiwa njoo kesho, alikuja. Alivyoambiwa njoo saa 8, alikuwepo. Alivyoambiwa njoo saa 10, njoo tarehe 1, njoo tarehe 5, njoo mwezi ujao, kila alivyopangiwa tarehe nyingine hakukata tamaa, hakuja. Na hiyo ndio pointi ambayo Yesu anatoa mfano huu ili tuweze kujifunza kwamba kwa habari ya kumwomba Mungu hatupaswi kukata tamaa, ingawa kutakuwa na mambo ya kutukatisha tamaa. Sisi tunafahamu kusubiri haijawahi kuwa jambo rahisi. Kwa wale wanaoishi mijini, kwenye miji mikubwa kama Dar es Salaam, kumekuwa na changamoto kubwa ya foleni. Kukaa kwenye foleni kwa masaa kadhaa. Jana wakati tunarudi nyumbani tumekaa kwenye foleni zaidi ya saa nzima tumesimama tu. Kunachosha ukiambatana na joto. Kwa kawaida kusubiri huwa kunachosha. Ukienda kwenye ofisi fulani ya serikali au ofisi ya umma au mahali fulani kwa ajili ya kupata huduma, ukaambiwa subiri dakika 30, saa 1, 2, 3, 4, kwa kawaida huwa inachosha sana. Hakuna mtu ambaye huwa anafurahia kusubiri. Kwa hiyo katika maisha tu ya kawaida, kama kusubiri huwa ni changamoto, ni wazi hata kusubiri katika kumwomba Mungu pia huwa ni changamoto. Sasa pamoja na hizo changamoto, Yesu anatusisitiza kwamba imetupasa kuendelea kumwomba Mungu siku zote wala tusikate tamaa. Kama ambavyo mwanamke huyu alikuwa hakati tamaa, ingawa alikuwa ana sababu nyingi za kukatishwa tamaa. Kwa hiyo nataka nikutie moyo asubuhi ya leo kwamba hata kama unaweza ukawa na sababu zaidi ya milioni za kukukatisha tamaa kwenye lile jambo ambalo umekuwa ukimngoja Bwana, asubuhi ya leo nikutie moyo kwa maneno haya ya Yesu kwamba imekupasa kumwomba Mungu siku zote wala usikate tamaa. Imekupasa kumwomba Mungu siku zote wala usikate tamaa. Ili usikate tamaa, endelea kumwomba Mungu. Ili usikate tamaa, endelea kumwomba Mungu, kwa sababu hakuna namna ambayo ukikata tamaa itakusaidia. Lakini tuna uthibitisho wa kwamba ukiendelea kumwomba Mungu utapata majibu, utapata suluhisho la hilo ambalo wewe unamwomba Mungu au unamhitaji Mungu kwalo. Lakini mfano huu ni tofauti
Yaani Yesu hajaribu kuonesha usawa kati ya jaji na Mungu, kuonesha kwamba asikilizeni asemavyo yule kadhi dhalimu na Mungu je. Badala yake mfano huu hasa umekusudiwa kuonesha utofauti kati ya kadhi na Mungu. Na kuna maneno yametumika, je, si zaidi sana. Kwa Kiingereza anasema how much more. Sasa hii si zaidi sana maana yake anatofautisha kati ya huyu kadhi na huyu mjane, lakini kati ya Mungu pamoja na wateule wake. Na tofauti hizi ziko kama ifuatavyo. Tofauti ya kwanza ni kwamba mwanamke huyu yeye anamwendea jaji asiyejali watu wala asiyemcha Mungu. Lakini wewe unapomwomba Mungu unamwendea Mungu mwenye upendo, Mungu ambaye anakujali na Mungu ambaye anakuthamini. Mwanamke huyu yeye alienda mahakamani kwa ajili ya kupata haki yake. Lakini wewe unapomwendea Mungu, unapomwomba Mungu, unakiendea kiti cha neema kama tunavyoambiwa kwenye Waebrania 14:15. Tunakiendea kiti cha neema kwa ajili ya kupata rehema ya kutusaidia wakati wa uhitaji. Sisi tumeshahesabiwa haki. Kwa hiyo kwa kuwa tumehesabiwa haki, tunapomwendea Mungu tunakiendea kiti cha neema kwa ajili ya kupata yale ambayo tunayahitaji. Huyu mwanamke yeye na jaji na huyu kadhi au hakimu, ni kwamba mahusiano yao yalikuwa zaidi kwenye mahitaji au kwenye ile shida ambayo alikuwa nayo yule mwanamke mjane. Sasa huyu alikuwa hajali watu wala hamhofii Mungu au hamchi Mungu. Kwa hiyo hata ukisikia maneno anayoyasema ambayo Yesu anatuambia sikilizeni asemavyo, anasema tu ni bora nimpatie haki, aache kunisumbua, yani niachane naye. Inaonesha mahusiano kati ya kadhi pamoja na mjane. Lakini Mungu wetu, Yesu anasema lakini Mungu je, hata wapatia haki wateule wake, naye ni mvumilivu kwao. Anasema atawapatia haki upesi. Sasa huyu ni Mungu anayejali. Mahusiano kati ya Mungu na wateule wake hayajengwi kwenye msingi wa mahitaji, kwamba kuna mahitaji au hakuna mahitaji. Mahusiano kati ya Mungu na wateule wake yanapaswa kuendelea na yanapaswa kuwepo, na hayo mahusiano yanaimarishwa na mawasiliano. Ndio maana anasema imewapasa kumwomba Mungu siku zote. Maombi ni mawasiliano kati ya mtu na Mungu, kati ya Mungu na mtu. Huyu anayemwomba, huyu mteule anaomba, Mungu anasikia na Mungu anazungumza na Mungu anajibu. Na mawasiliano haya yanapaswa kuwa endelevu, yanapaswa kuwa ya siku zote, yanapaswa kuwa ya mchana, yanapaswa kuwa ya usiku, yanapaswa kuwa ya leo, yanapaswa kuwa ya kesho, yanapaswa kuwa ya jana na kuendelea. Kwa hiyo kwa habari ya kumwomba Mungu, hatumuombi Mungu au hatuombi kwa sababu tuna mahitaji, ila tunamwomba Mungu kwa sababu ni sehemu ya mawasiliano kati ya sisi na Mungu wetu. Ndio maana ama Mungu amekujibu au Mungu hajakujibu, bado yeye anaendelea kuwa Mungu, na bado imenipasa na imekupasa kuendelea kumwomba. Kwa nini? Kwa sababu tunaongelea swala la mahusiano kati ya Mungu na mwanadamu. Kwa hiyo asubuhi ya leo nikutie moyo ndugu mtazamaji, kwamba kwa habari ya kumwomba Mungu haijengwi katika msingi wa umepata majibu ya maombi yako au hujapata. Kwa sababu Mungu kujibu atajibu tu, lakini anachozingatia zaidi ni kuimarisha na kujenga mahusiano kati yako na yeye. Hilo ndio jambo la muhimu. Mahusiano yetu na Mungu hayapaswi kuwa kama mahusiano ya huyu kadhi na huyu mjane. Huyu kadhi aliposema atampatia haki yake ni ili aachane naye, yani asiendelee kunijia mimi na yeye, tutakuwa biashara yetu imeishia hapa. Sasa na sisi kwa Mungu hatupaswi kuwa hivyo. Sisi Mungu anafurahia. Huyu kadhi alikuwa anaona kero mjane anavyomjia, lakini Mungu anafurahia tunapomwendea leo, tunapomwendea kesho, tunapomwendea kila siku katika maombi, kama ambavyo huyu mjane alikuwa akimwendea. Kwa hivyo sisi tunapaswa kumwendea Mungu kupitia maombi, kwa sababu anafurahia. Kwa nini? Kwa sababu tunaimarisha mahusiano yetu sisi na yeye.
na hilo ndilo Mungu analolitaka zaidi, kwa sababu kadiri tunavyoendelea kuimarisha mahusiano yetu, anaendelea kututengeneza ili tuweze kufaa, tuweze kustahili kuendelea kuwa watoto wake, na yeye aweze kudhihirisha mapenzi yake kwenye maisha yetu. Lakini akitupatia haki, akitupatia yale mahitaji yetu, hasemi sasa nimpatie ili niachane naye kama huyu kadhi dhalimu. Ndio maana anasema sikilizeni asemavyo yule kadhi dhalimu. Alafu je, Mungu si zaidi? Kwa hiyo kumbe Mungu sio kama yule kadhi. Manake akitupatia haki yetu au yale maombi tunayoyahitaji, hasemi ili tuache kumsumbua, bali ili tuendelee kumuomba na kumuomba na kumuomba. Ndio maana nimesema kwamba hata asipokujibu bado ataendelea kuwa ni Mungu kwako, na akikujibu bado ataendelea kuwa ni Mungu kwako. Kwa hiyo endelea kumuomba Mungu, ama Mungu amekujibu au hajakujibu. Sasa maombi sio yaani lengo la kwanza la maombi sio kwa ajili ya mahitaji yetu, bali ni kwa ajili ya kuimarisha mahusiano yetu sisi na Mungu. Na hapa Yesu kwa nini anasisitiza kuhusu kuomba kwa bidii? Kwa nini anasisitiza kuhusu kuomba kwa bidii? Anasisitiza kuhusu kuomba kwa bidii kwa sababu kuna vitu vya kukatisha tamaa. Ndio maana anasema wala msikate tamaa. Anajua yako mambo ya kukatisha tamaa, lakini hata kama una sababu milioni za kukatisha tamaa, lakini kwa neno moja la Yesu kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote wala msikate tamaa, kwa sababu hiyo tu ikutie moyo kuendelea kumwomba Mungu pamoja na hizo changamoto ambazo unakutana nazo. Sasa kwa nini Yesu anasisitiza? Ziko sababu nyingi, lakini naweza nikakupa chache za kwa nini Yesu anasisitiza bidii katika maombi na bidii katika imani. Sababu ya kwanza, inawezekana hilo unalomwomba Mungu sio mapenzi yake makamilifu. Kwa hiyo ndio maana endelea kumwomba Mungu. Endelea kumwomba Mungu. Sema mtumishi, mimi nimeomba, huu ni mwezi wa 9, huu ni mwaka wa 3, huu ni mwaka wa 7, huu ni mwaka wa 10, nimekuwa nikimwomba Mungu juu ya jambo hili lakini sijapata majibu. Niko hapa kukutia moyo kwamba Yesu anasema endelea kumwomba Mungu wala usikate tamaa. Muda wa kusubiri na changamoto za kusubiri huwa zinakatisha tamaa, lakini pamoja na hayo usikate tamaa. Kwa nini Yesu anasisitiza? Inawezekana sio mapenzi yake makamilifu, kwa sababu katika kuomba huwa kuna mapenzi yetu alafu kuna mapenzi ya Mungu. Sasa tukisisitiza sana Mungu akaruhusu, hata kama sio mapenzi yake, yanakuwa ni mapenzi ya Mungu maruhusiwa ambayo hayatakufaidia wewe, lakini mapenzi ya Mungu makamilifu ndiyo mapenzi ambayo yanaweza kuwa na faida kwetu sisi. Kwa hiyo tunapoendelea kumwomba Mungu na kumwomba Mungu na kumwomba Mungu kwenye jambo fulani, tunajiweka kwenye mazingira ya kujitiisha chini ya mapenzi ya Mungu makamilifu. Kwa hiyo kadiri unavyoendelea kuomba, pamoja na kwamba muda unaenda, Mungu anaendelea kukutengeneza na kukusaidia kuyaona na kuyajua mapenzi yake makamilifu kwenye hilo jambo ambalo unamwomba Mungu. Na hatimaye Mungu huyu ambaye amesema pale kwamba naye ni mvumilivu kwao. Kwa hiyo pamoja na kuto kujua mapenzi yake, anakuvumilia ili uendelee kumwomba Mungu, uendelee kuomba na kuomba, aendelee kukutengeneza moyo wako na kukufunulia yaliyo mapenzi yake. Kwa hiyo kadiri unavyoendelea kuomba, utapata kuyajua mapenzi makamilifu ya Mungu. Lakini jambo la pili, inawezekana sio wakati sahihi. Ndio maana anasisitiza endelea kumwomba Mungu. Ananiambia mtumishi, mimi nimeomba, nimefunga, nimemwomba Mungu, lakini leo hii mtumishi unaniambia niendelee. Sasa nakupa sababu kwa nini Yesu anakuambia asubuhi ya leo endelea kumwomba Mungu wala usikate tamaa. Inawezekana sio wakati sahihi, kwa sababu kwa kila jambo yako majira sahihi na uko wakati sahihi kwa ajili ya jambo hilo. Kwa hiyo inawezekana sio wakati sahihi ama sio majira sahihi ya hilo jambo, lakini Mungu wetu kama anavyosema, maandiko yanavyosema kwenye waraka wa pili wa Petro sura ya 3 mstari wa 9 kwamba Mungu yeye huwa anajibu kwa wakati sahihi, hawai wala hachelewi.
changamoto, yani Mungu hajifungi kwenye muda wetu sisi. Sisi tunaona muda umeenda, tumechelewa na kadhalika, lakini Mungu anajibu kwa wakati wake. Kwa hiyo inawezekana hilo unalomuomba Mungu, inawezekana kabisa sio wakati wake. Ndio maana unaona Musa kwa mfano, tunaona Musa alimuua yule Misri katika jitihada za kuwatetea ndugu zake, lakini baadaye alikimbia. Kwa nini? Haukuwa wakati wa yeye kutimiza lile kusudi ambalo Mungu alikuwa ameliweka ndani yake. Ni kweli alikuwa na kusudi kwa ajili ya kuwasaidia ndugu zake, lakini wakati huo haukuwa wakati sahihi. Lakini Paulo pia alipokutana na Yesu pale wakati anaelekea Damascus, alipokea wito na maelekezo ya utumishi, lakini ilimchukua takriban miaka 10 kuanza huduma. Kwa hiyo inaonyesha si mara zote kwamba ukikutana na jambo, ukisikia sauti basi ni wakati huo. Inawezekana kabisa Mungu bado anataka kukutengeneza ili aweze kukujibu kwa wakati sahihi, akijua hilo ndilo litakalo kusaidia. Kwa Kiingereza tunasema God is always on time. Mungu daima huwa yuko au anajibu kwa wakati, na ni kwa wakati sahihi. Ndio maana iko misemo mingi ambayo inaonyesha kwamba wakati wa Mungu ndio wakati sahihi. Sababu ya tatu, inawezekana hilo sio jambo bora kwako. Sio jambo bora kwako. Yaani wewe unaomba ni kweli, lakini Mungu akiangalia wewe unahitaji kitu bora zaidi ya hicho. Ndio maana ukiangalia kwa mfano wa Lazaro, wakati anamfufua Lazaro, ndugu zake Martha na Mariamu, wao walitamani Yesu aje kumponya Lazaro wakati anaumwa, lakini Yesu hakuja wakati ule alipopata taarifa. Mpaka Lazaro imethibitika amekufa, amezikwa siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4. Na kwa nyakati zile, kwa tamaduni zao, walikuwa wanaamini zile siku 2, 3 zile anaweza akawa anaendelea, roho ile inaweza ikawepo akarejea, labda akafufuka. Lakini shafika siku ya 4 haiwezekani tena. Sasa kwa mazingira hayo, Yesu anakuja wakati ambapo Lazaro ameshakufa. Lakini unaona kilichokuwa bora na kikubwa kwa Mungu ilikuwa ni muujiza mkubwa wa kumfufua Lazaro. Kwa hiyo muujiza wa kumfufua Lazaro umekuwa ni mkubwa kuliko muujiza wa kumponya Lazaro. Kwa hiyo Yesu anajua kilicho bora kwako na kwake yeye kwa ajili ya utukufu wake. Ndio maana anakusisitiza endelea kuomba. Endelea kuomba kwa sababu hicho unachokiomba yeye anajua kilicho bora zaidi kwako ni kipi. Kwa hiyo naomba nikutie moyo, hayo ambayo unamuomba Mungu na unaona kama vile unatamani akujibu hivyo hivyo, alafu unaona kama Mungu hakupi huo mpenyo wa hilo jambo, nataka nikutie moyo kwamba inawezekana kabisa hilo jambo sio bora kwako kama ambavyo Mungu amekusudia liwe jambo bora zaidi. Kwa hiyo endelea kumuomba Mungu. Jambo la 4 na la mwisho ni kwamba inawezekana kabisa unapoangalia kuhusu kujibiwa kwa haraka, ukafikiri labda ni ile haraka ya muda, kwamba sasa hivi Mungu anajibu. Ni kweli Mungu anajibu, lakini nimekwambia Mungu anajibu kwa wakati wake. Kwa nini? Kwa sababu yeye ndo anayejua wakati sahihi wa hilo jambo kutimia. Kwa hiyo anaposema atawajibu haraka, anamaanisha wakati Mungu atakapojibu na hilo jambo litakapotokea, litatokea kwa haraka kama radi inavyotokea. Kama radi na mwanga vinavyotokea kwa haraka, ndivyo ambavyo Mungu atakujibu maombi yako. Kwa hiyo nataka nikutie moyo kwamba endelea kumuomba Mungu kama ambavyo Yesu anasema, je, atakaporudi mwana wa Adam, je, ataikuta imani duniani? Pamoja na hizo changamoto, imani anayoiongelea hapa ni imani ya bidii katika kuomba na katika kusubiri na katika kumwamini Mungu. Maana ni lazima, ili uone matokeo, ni lazima uwe unaomba sawa na neno lake, halafu unaomba kwa bidii, huku ukiamini kile unachokiomba kwamba Mungu atajibu na kufanya. Biblia inasema, na huu ndio ujasiri tulionao, ya kwamba tukimwomba Mungu anatusikia, na kwa kuwa anatusikia tunazo zile haja tulizomuomba Mungu. Kwa hivyo wakati huu naomba ni muombe Mungu kwa ajili yako katika kuhitimisha kipindi chetu. Najua kwa namna moja au nyingine Mungu amesema na wewe ambaye umekuwa ukimuomba Mungu kwenye jambo fulani, ukawa huoni majibu, hupati mpenyo. Asubuhi ya leo neno la Mungu limekutia moyo na limetutia moyo kwamba pamoja na
mambo yanayotukatisha tamaa kwenye maisha ya wokovu, kwenye safari ya imani, lakini msisitizo mkubwa ni kuendelea kumwomba Mungu, kwa sababu maombi ni mahusiano, ni kwa ajili ya faida yetu, ni kwa ajili ya kutengeneza mahusiano yetu sisi pamoja na Mungu, kwamba Mungu amejibu au hajajibu, bado ataendelea kuwa Mungu na bado imetupasa kuendelea kumwomba Mungu. Kwa hiyo nitamwomba Mungu pamoja na wewe. Inawezekana unafuatilia kipindi hiki, hujaokoka, hujampokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Nataka nikutie moyo, ili Mungu aweze kujibu maombi yako ni lazima uwe na mahusiano naye. Kwa hiyo unaweza ukanifuatisha sala hii kwa ufupi, alafu baada ya hapo nitaomba kwa ajili ya mahitaji. Sema: Bwana Yesu, ninakushukuru kwa neno lako ulilosema nami asubuhi ya leo. Asante kwa upendo wako, maana ulinipenda upeo hata ukafa msalabani kwa ajili ya dhambi zangu. Ninakiri ya kwamba wewe ulikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zangu, nami ninakiri ya kwamba ni mwenye dhambi na ninatubu dhambi zangu zote, ninazozikumbuka na nisizozikumbuka. Ninaomba unisamehe katika jina la Yesu, unitakase. Kuanzia sasa ninamkataa shetani na kazi zake zote. Ninakupokea Yesu uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Kuanzia sasa mimi nimeokoka. Asante Yesu. Basi asante kwa kufuatisha maombi haya. Kuanzia sasa umeokoka kama ulikuwa hujaokoka bado, na sasa una ujasiri wa kuendelea kumwomba Mungu wakati wowote na kuimarisha mahusiano yako na Mungu kupitia maombi. Na unaweza ukatafuta kanisa lililoko karibu yako ili uweze kuendelea kufundishwa zaidi namna ya kuukulia wokovu. Wakati huu nitaomba kwa ajili ya mahitaji mbalimbali. Baba, ninakushukuru katika jina la Yesu. Asante kwa ajili ya watazamaji ambao wamefuatilia kipindi hiki kutoka maeneo mbalimbali. Asante kwa ajili ya neno lako ambalo umesema nasi asubuhi ya leo kwa habari ya bidii katika kuomba, bidii katika imani. Mungu, tunaomba rehema, utusamehe pale ambapo tumekata tamaa, maana hatukupaswa kukata tamaa, ingawa ziko sababu nyingi za kutukatisha tamaa. Utusamehe na umrehemu yule ambaye alikata tamaa, alichoka kuendelea kukuomba wewe Bwana. Asante Mungu kwa sababu wakati huu Roho wako Mtakatifu anaendelea kuhuisha tena roho ya neema na maombi ndani ya mama yule, ndani ya baba yule, ndani ya yule kijana ambaye amelisikia neno lako asubuhi ya leo. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, ninaomba roho ya neema na maombi juu ya kila mmoja, ndani ya kila mmoja ambaye amelisikia neno lako asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo. Lakini pia Bwana, ninaomba kwa ajili ya neema ya uzima na uponyaji. Tazama, mama yule na baba yule amekuomba kwa ajili ya jambo lile, kwa habari ya afya yake. Ninaomba neema ya uzima, ninaomba neema ya uponyaji. Nyosha mkono wako juu ya kila aliye dhaifu. Ulitume neno lako ili kumfungua na kumweka huru katika jina la Yesu. Ninatamka na kutangaza kufunguliwa kwako kwenye eneo ambalo umekuwa ukipata shida, ama ni ugonjwa, ama ni tatizo lolote ambalo unakutana nalo. Natamka sasa uponyaji na uzima katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu uliye hai. Bwana akupe mpenyo juu ya kila jambo ambalo umekuwa ukiteseka kwa muda mrefu, ambalo umekuwa ukimwomba Mungu kwa muda mrefu. Ninatamka mpenyo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Neema ya Mungu iendelee kuonekana juu yako. Uwepo wa Mungu uendelee kuwa juu yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu uliye hai. Amen. Amen. Mungu akubariki. Asante sana kwa kuungana nasi. Tukutane tena siku nyingine, muda na wakati kama huu. Amen.